huyu mama mwaka 2010 nilimzuru Al-Ain, mama alojenga msikiti huu 2010. Sasa hivi miaka mingapi? Karibu miaka 15. Alikuwa anakwenda mwaka ule nilimzuru, akaambiwa huyu ndo imamu wetu wa ule msikiti wa Kichangani. Akasema Kichangani Tanzania Chadi. Hajui mama alijenga, hajui. Akafahamishwa, mashaallah, karibu. Akanikaribisha yule mama wakati ule hapo. Meisha kwa Mungu inaniumiza hapo, mnasikia? Nirudie tena, niendelee? Akanikaribisha, nikaongea naye, akanambia kwa mwaka ule huu ulikuwa msikiti wake wa 350. Wangapi? Msikiti wa 350. Ambia ule wa Magomeni, basi mimi wa 350, yani kajenga duniani kipindi kile. Sijui mpaka amekufa kajenga misikiti mingapi. Alafu wewe unataka kwenda peponi kiaina. Unaenda kusimama na huyo kwenye foleni, anakuja na nundo 300 na hiyo 2010, na yeye alikuja kufa hapa katikati hapa. Sasa yeye aliongeza mingapi na mipande ya misikiti kama hivi. Mwaka jana nimekwenda Saudia, nimeonyeshwa misikiti mitatu kajenga ndani ya Saudia, ndani ya Maka. Mipande ya misikiti mitamu, yani ukiingia mle ndani utaki kuswali, unakuwa mshamba tu. Angalia hivi mshamba. Yani sami. Kuna watu Mungu kawajalia jamani. Dhahaba ahlul dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nusum, lakini wao wayatasaddaquna bifuduli. Mwenyezi Mungu na sisi atujalie tuweke japo tofali moja. Ndo mashindano. 2010 ana misikiti 350, kishafikisha 350 majumba ya Mungu aliyojenga katika dunia yake. Huyo ana thawabu ngapi? Hizi za Kichangani peke yake zinamtosha. Huu msikiti sasa una karibu miaka 20 na kitu, sawa? Kwa sababu tumeufungua msikiti mwaka 96 ndio tumeanza kuswali huko ndani. Tangu 96 mpaka leo miaka mingapi? 29. Hebu thawabu ngapi kaokota huko? Thawabu ngapi? Weka tu, utaki kuswali, utaki kufanyaje? Yaani kwa Mungu anakuambia ningoje na nisumbua. Kuna watu hapa wana malipo yao. Mungu anakuambia ningoje kwanza. Kuna watu wana malipo yao. Si hata benki na kwa hivyo wewe umekwenda na 10,000 yako, kuna mtu kaenda na maboksi, unaambiwa tusubiri. Jamani, tuna kazi, tusubiri. Uone na vikoba.